Ndugu zangu Waislamu, bado tunaendelea kutoa ujumbe kutoka ndani ya kitabu kitukufu Al-Qur'an Al-Karim, ujumbe ambao ndio ujumbe wa kudumu na wa milele. Tukiwa katika suratul Kahf, tulieleza wiki iliyopita utangulizi wa sura hii, aya zake ngapi, ilishuka wapi na ilishuka katika sura. Mambo yote haya yalikamilishwa katika utangulizi wake. Tulitoa ujumbe hapa mwanzo katika aya 15, toka aya namba 1 mpaka ya 15. Leo hii tunakusudia kutoa ujumbe katika aya 5 tu: 16, 17, 18, 19, 20. Risala yetu itakuwa katika aya hizi. Kabla ya kuanza na aya 16, tutarudi aya 15 ili tuunganishe maneno haya. Ashabul Kahf, yani wale watu wa pango. Tulisema pango ndio Kahf na ashab wale walioingia mle. Ndio maana wakaambiwa Ashabul Kahfi. Katika kujieleza hapo nyuma, aya ya mwisho tuliomalizia walisema haulai qaumuna ittakhadhu min duni llahi aliha. Hawa watu wetu hawa, jamaa zetu hawa, haulai qaumuna ittakhadhu min duni llahi aliha, wamefanya kinyume cha Allah waungu. Yani Allah ni mmoja, lakini wao wameamua kutengeza aliha, ni plural ya ilah, waungu wengi. Sasa wakasema, tazama hidayah inapoingia mahali, na hidayah hii sio simulizi bwana. Hii hidayah ipo fi kulli zamani wa makan, lakini haiji mpaka uhudhurishe moyo wako katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uhisi ya kwamba unasikiliza maneno yake, sio unapitisha wakati tu hivi, manake huna kwa kwenda, una jambo la kufanya, hebu nikae nisikilize. Maana kuna watu wako hivyo, hawa ninawahurumia sana, ataasafa alaihim. Haya si maneno ya kwamba huna jambo la kufanya, huna kwa kwenda, ndio unakaa wewe kusikiliza. Haya ni maneno unatakiwa uvunje mambo, uyape nafasi maneno haya. Sasa hawa baada ya imani kuingia katika roho zao, na unaweza kuelewa katika aya ya juu hapo, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Sikia lugha hii, qamu amama al-malik al-jabbar at-taghiya, walisimama mbele za mfalme wa wakati wao, ambaye alikuwa anawahimiza watu kwanza kumtii sana yeye mwenyewe, wabitali waabudu dini yake ambayo ni ya masanamu. Sasa hawa ni fitya, hawa ni vijana tu. Fitya ni jamii ya fata. Fata ni kijana mmoja katika lugha ya Kiarabu. Fitya wengi, fata ni kijana mmoja. Na ndio Ibn al-Wardi alisema wajitani bil khamrata in kunta fata, jiepushe na ulevi, jiepushe na pombe ukiwa kijana. In kunta fata, kaifa yas'a fi jununin man aqal, atahangaikaje mtu kutafuta ukichaa na huku akilia nayo. Kaifa yas'a fi jununin man aqal. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي.
Huyo ndo kijana anasema mimi nipo muumini, imani yangu hii. Ha ana dha, ana hadir. Hawa ndio walisimama wakasema idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, bwana wetu sisi ni bwana wa mbingu na ardhi. Vijana wanazungumza kwa lugha kali kabisa. idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Si leo, si kesho, si muda ujao. Hatuna nafasi ya kumwabudu tofauti na rabbus samawati wal ardh. Haabudi mtu mwingine hapa. Si lugha hii. lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Tutakapomwabudu Mungu mwingine tutakuwa tumesema maneno yaliyovuka mpaka. Ay qawlan mujawizan lilhad. Sasa leo hii tunaungisha pale wakisema haulai qaumuna ittakhadhu min duni llahi aliha. Sasa laula yatuna alaihim bisultanin bayyin. Kwa nini? Laula ni tahdhid. Hala yatuna alaihim bisultanin bayyin. Kwa nini hawaleti juu ya waungu hawa ushahidi wa uungu ulio wazi? Maana kaungu si madai tu bwana. Uungu ni jambo kubwa. Sasa anayeambiwa Mungu basi kuwe kuna sultanun bayyin, ay hujja bayyina. Hivi tu bwana. Ala. هي لا يختلف عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يختلف عما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم هاي مداي هاي سمداي هاي بتيشي تهيفي. لو يعطى الناس بدعواهم, lau watu wangelikuwa wanapewa kwa madai yao tu. Kanzu aliyovaa huyu yangu hizri hizo ndugu Waislamu, iftahu qulubakum wa uqulakum. Sio Islamu ovyo nastafin. Mش muslimun duafa tafihun. Lau yu'ta an-nasu bida'awahum, lau wanapewa watu kwa madai yao tu. Kanzu aliyovaa mtonga hii mnaiona hapa yangu, anavuliwa ninapewa mimi. Si vizuri? La da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Wangedai watu mali za watu na damu zao. Huyu kaniulia ndugu yangu, anauliwa mtu. Mali hii alionayo huyu yangu mimi inachukuliwa anapewa. La da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, walakin albayinatu 'ala almudda'i. Kwa sababu midamu huyu bwana kavaa kanzu, sheria inasema ndio mwenye kanzu. Wewe unayedai fanya kila njia mpaka imtoke huyu. Toa vielelezo mpaka ifikie kwa asi yake kwa vielelezo, lakini maneno tu bwana hayafanyi kazi. Mwenye kanzu ndio mwenye yake. Anaposema huyu kanzu yangu, ushahidi wake ulhal, yani ile kuwa yake kweli, maana kaivaa. Wewe unasema yako hunayo. Sasa fanya kila njia, toa maelezo, toa vielelezo mpaka itoke pale. Na ndio maswala ya kudai huyu Mungu. Hawezi kuwa Mungu hivi tu. Ala vizuri? Anaelewa Mungu vipi? Ndio hii. Kwa hiyo hawa wakasema haulai qaumuna ittakhadhu min dunillahi aliha laula yatuna alaihim bisultanin bayyin. Kwa nini wasingelileta juu ya waungu hawa ushahidi ulio wazi? Kabla ya madai walete ushahidi, na ile ushahidi huu ndio unaothibitisha hawa ni waungu. Watu waangalie ushahidi waungu na ule ushahidi ulioletwa ili wathibitishe waungu kweli. Hivi tu itawezekana wapi bwana? Kwa sababu hapa juu wao wamesema idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mbingu zipo, ardhi ipo. Naelewa? Hadhihi shahada minhum. Wao washitoa ushahidi Mungu wanaoamini vitu vya Mungu ndio hivi, mbingu na ardhi hapa. Hawa waungu wengine nao leteni vitu vyao. Sio kiurahisi bwana. Sio kiurahisi.
Mungu huyu tunamwabudu vitu vyake hivi hapa. Sasa na nyinyi kama mna waungu hadhir, lakini walete ushahidi na wao. Basi hivi tu bwana. Haulai qaumun ittakhadhu min dunillahi alihata laula yatuna alaihim bisultanin bayinin. Ikawa kimya. Sasa faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Ni nani dhalimu zaidi kuliko ni yule aliyeuzusha juu ya Mwenyezi Mungu urongo kwamba naye Mungu wala si Mungu? Hadha adhlam fi majali al-uluhiyya. Katika kila uwanja kuna madhalimu wake, kila uwanja una madhalim, una magwiji wa dhulma. Sasa katika majali al-uluhiyya, uwanja wa Mungu hao wanaodai Mungu, faman adhlamu mimman manaa masajid Allahi an yudhkara simana. Kuna maswali mengi hasa katika majali hii, majali al-uluhiyya. Adhlam ni man idda'a al-uluhiyya lahu au li ghayrihi. Idda'a al-uluhiyya lahu au li ghayrihi, hadha adhlam. Hiyo ni aya ya 15. Tunaanza aya ya 16. Tuwe makini kusikiliza maneno haya. Huwezi kupata maneno haya ila ndani ya Qur'ani bana. Huwezi kupata maneno haya ila ndani ya kitabu hiki. Huwa kwingine kote kuna takataka. Kuna fulani kasema, fulani kasema, humu kuna qala Allah. Yeye mwenye Sayyidina Muhammad aliambiwa wala utakhawwala alaina ba'd al-aqawil, wala utakhawwala alaina ba'd, mش كل al-aqawil ba'd, la akhadhna minhu bil yamin. Alitisha Sayyidina Muhammad huyo angejisemea tu takawwala alaina tu, angelituzulia sisi kama haya akasema Mungu, tungemnyonge ile mbali. Wala maneno haya ala. Aya leo inasema hivi, na wanasema wenye hawa ashabul kahf, wa idhi itazaltumuhum. Hiyo ni aya 16. Wa idhi itazaltumuhum wama ya'budun, kumbukeni mlipojitengana wao. Itazaltumuhum, mlipojitenga na wao. Si walikimbia, walikimbia mji, ndio maana i'tizal. Wa idhi i'tazaltumuhum wama ya'budun, pia na vile ambavyo wanaviabudu pia mlijitenga navyo. Mushhum faqat wama ya'budun, ay wa'tazaltum ma ya'budun illa Allah ghayra Allah. Asiyekuwa Mwenyezi Mungu ndiye ambaye hamkujitenga naye. Na hilo ndio tafsiri ya Qatada. Wale watu wa nahwu walicheza hapo katika illa kwamba ni istithnai munqati au muttasili au hivi. Qatada anasema hamna istithnai munqati wala ghayra Allah. Wanasema munqati kwa maana ya kwamba wanamvua huyu Allah katika ile ma yaabudun. Atatolewaje Mwenyezi Mungu pale? Kwani ni kwemo? Nalo zuri. Naam. Nataka mnifahamu zuri. Unaposema hadhara tulabu illa Salim, Salim minhum, unamtoa Salim kwa sababu hakuja, wenzio wamekuja. Lakini unaposema wa idhi itazaltumuhum wama yaabuduna illa Allah, Mwenyezi Mungu hayumo katika waungu wale. Istithnai hii tukisema munqati, maana yake ni kwamba almustathna laysa min almustathna minhu. Na ukisema muttasil, maana yake ni kwamba walikuwa wanaabudu waungu wengine na Mungu naye pia alikuwemo, walimshirikisha. Illa Allah, maana Mwenyezi Mungu anatolewa katika wale waliokuwa wakimwabudu nyinyi katika, maana Mungu alikuwa na maana wale mushrikini walikuwa wanaabudu Mwenyezi Mungu na waungu wengine. Sasa nyinyi mlijitenga na wao na vile wanaoviabudu, isipokuwa kwa sababu Mwenyezi Mungu naye alikuwa anamwabudu yeye, ndio hamkujitenga naye kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa kweli. Tabu yote ya dini hamna haja ghaira Allah. Hii ni tafsiri ya Qatada, inatoa katika makelele kama hayo, asiyekuwa Mwenyezi Mungu basi, si katika itisal wala katika inqita', ghaira Allah tu faida yake. Wa idhi itazaltumuhum wama ya'budun, kumbukeni wakati mlipojitenga nao
na pia mlijitenga na vile walivyokuwa wakiabudu. Illa Allah ghaira Allah, asiye kwa Mwenyezi Mungu. Mliendelea kuwa naye, ndiye mnayemwamini. Sasa fa'awu ila al-kahf, kimbilieni pangoni. Ay ilja'u, al-luju', ilja'u ndio maana anasema fa'awu ila al-kahf, kimbilieni kwenye pango, wanabizana wenyewe. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, atawakunjulieni Bwana wenu katika rehema yake. Lugha hii wanasema wenyewe, ile imani yao ilikuwa inahakikisha wanajua Mwenyezi Mungu atawakunjulia rehema. Ndani ya pango ni mahali pafinyo, lakini ufinyo Mungu atauondoa. Elewa vizuri bwana. Aliye pamoja na Mwenyezi Mungu katika upana mkubwa sana. Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam, ilipokuwa Firaun akishafika na majeshi, watu wake walisema inna la mudrakun katika al-Qasas, inna sisi tushafikiwa. Watu wale pale bwana akasema inna ma'i rabbi. Hilo zuri alisema Sayyidina Musa, inna ma'i rabbi sayahdin, mimi hapa Bwana wangu ni naye atanielekeza la kufanya. Hofu nini hata wakiwa pale? Inna ma'i rabbi. Hizi ndio lugha za watu wenye imani. Kwa hivyo walisema maneno haya wafiqin min rahmat rabbihim, wakiwa na imani kamili kwamba wanaingia mahali pafinyo, lakini watakunjuliwa mle ndani. wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'awu ila al-kahf yanshur lakum. Hii jawabu al-amr, yanshur, kwa sababu ile fa'awu ndio amri, hiyo inafuata ni jawabu yake. Mkikimbilia huko, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, atawakunjulia Bwana wenu katika rehema yake. Katika rehema yake, sehemu ya rehema Mwenyezi Mungu, sio yote. Sababu rehema Mwenyezi Mungu anasemaje? Wa rahmati wasi'at kulla shay. Hamna haja ya rehema yote nyinyi, mna haja ile rehema yenye kukidhi shida yenu tu. Nzuri. Shida yenu haina haja mpewe rehema yote ya Mungu. Mtazama katika rehema kiasi cha haja tu, min rahmatihi, min tab'id. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum, na atawarahisishia, yusahil lakum, atawafanyia wepesi. Ndio maana wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, atawarahisishia katika jambo lenu hili mambo yote ambayo mnayahitaji na yanayowafaa. Ndio maana ya mirfaqan, ay ma tahtajuna ilayhi wa tartafiquna bihi, ay tantafi'una bihi, yale mahitaji yenu yote mtatayarishiwa humu ndani ya pango, kila kitu kitafanyika humu. Hilo walilizungumza kwa kuelewa, kwa sababu wameingia farru bidinihim ila rabbihim, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Kwa hivyo walikimbilia kwa Mwenyezi Mungu, wamekimbilia mahali penye rehema, penye kila kitu. Kwa hivyo mambo makubwa na ndio maana nimechukua aya 5 leo, tunataka tuzielewe. Watu waliokaa miaka 309, si kitu kidogo, karne 3, miaka 309 juu, 300 sinina wazdadu 9, wakawa vijana vile vile. Siku ile wanatoka wako vile vile, wakaulizana tumekaa siku ngapi? Kwa siku moja tu, maana nuru ya ujana iko pale pale, wako vile vile karne 3. Sasa si swala la kuzungumza abiran kwa upito tu hivi, pana mauidha makubwa. Anasema watara shamsa idha tala'at, utaliona jua wewe wakati linapochomoza.
ili kuonyesha kwamba muathirat, vile vyenye taathira kwa watu ambao jua, upepo hivi havikuathiri hawa. Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenyeji wao aliondoa taathira ya vitu hivi. Ya subhanallah. Sasa nguvu kama hii bado mpaka vile ipo, tunaathirika kwa sababu tuko mbali na Mwenyezi Mungu. Tunapata matatizo si hata yasiokuwa na maana, kwa sababu ibtaadna anillahi subhanahu wa ta'ala. Kila siku Mwenyezi Mungu kudra yake inafanya mambo haya. Sogea kwake tu kama walivyosogea vijana hawa. Kwa hivyo watara shamsa idha talat, utaliona jua pindi linapochomoza. Tazawaru an kahfihim, linapondoka, linamili. Tamilu an kahfihim, linamili kuepukana na pango lao. Linapita huko, halipiti karibu yao. Dhata al-yamin, linakwenda kulia. Sasa inaonyesha ya kwamba mlango wa kuingilia katika pango hili ulikuwa kushoto. Ulikuwa kushoto. Kwa hiyo likichomoza, idha tazawaru an kahfihim dhata al-yamin, linamili kuepukana na pango lao kuelekea jihata al-yamin. Ndio maana dhata al-yamin, upande wa kulia, walile upande wa kulia walile pango, kuliani kwa lile pango. Kwa hivyo haliopati. Wa idha gharabat, na pindi likielekea kwenye kutua, kwenye kuzama, sasa jioni hiyo, takridhuhum dhata shimali, linawakata. Kuwakata vipi? Linapita cha, manake kule ndiko uliko mlango. Kwa hivyo ule mwangaza kidogo wa jua unapita pale mlangoni pia, kwa sababu wanahitaji kidogo ile nuru ya jua. Ndio vizuri, sio kimya kwa kimya, lipite kidogo angalau. Ndio maana kuwakata, linakatiza mara moja, si la kuunguza wala nini, kiasi ni ule mvuke wake kidogo tu, kwa sababu wanahitaji ule. Taqriduhum dhata shimal wa hum fi fajwatin minhu, na hali ya kuwa wao wamo sehemu iliyo wazi ndani ya pango. Fajwa almakan alwasi' fihi, na hali ya kuwa wao lilhal fi fajwatin minhu, wamo ndani ya sehemu iliyo wazi ndani ya lile pango, wamekaa mle. Kwa hivyo miaka yote 309 mwenendo wa jua ulikuwa hivyo, na yote haya ilikuwa ni kulinda miili yao isiathirike, ili siku wakitoka wawe wabichi kabisa. Mpango huu aliopanga Mwenyezi Mungu wa hii taathira ulifanyika hivi ili kuhifadhi miili yao. Wahum fi fajwatin dhalika min ayati Allah. Hawa vijana kukimbia walikokimbia, hawakimbilia mji. Sikile zuri, unakimbia mji kwenda mji kwa watu, maana wanakimbia watu wabaya kutafuta nchi yenye watu wazuri kweli, lakini wanakwenda pangoni. Hii darasa, kwa nini hawakutoka mji kwenda mji kwenye watu wengine? Walikwenda pangoni. Hili ni jambo hili. Sasa yote hayo maelekezo hayo ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na humo walitaka kuonyesha kudra yake Mwenyezi Mungu. Dhalika min ayati la, yote hayo tokea kukimbia kuingia katika pango na jua kwa linakwenda hivyo, ni min ayati la, ni katika ishara za uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min ayati la.
man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi, aliongozwa na Mwenyezi Mungu huyo ndiye muongofu. Man yahdi Allah fahuwa almuhtadi wa man yudlil, na yule aliyempoteza falan tajida lahu waliyan murshida, hutampatia wewe msimamizi wa mambo yake atakayemuongoza. Waliyan ay mutawalli umurihi wa murshidihi, utampatia yani yule ambaye kapotezwa maana kikubali na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo hana wali na hawana murshid. Allah waliyul ladhina amanu. Na amesema katika surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhina kafaru la maula lahum. Allah waliyul ladhina amanu walladhina kafaru la maula lahum, waliokufuru hawana maula. Sasa jambo la ajabu kwa kuna watu humu katika maisha yetu wanaita maulana. Maulana nini wewe? Huku tunaomba anta maulana fansurna, kweli kweli? Na kuna mtu naye binadamu mwenzetu anakubali kuitwa maulana. Maulana liyeshi kwa lipi? Wewe mzima anta hai wala hii? Ala, huku tunasema anta maulana fansurna, wewe unaitwa maulana katika jamii yetu. Maulana limadha? Ala madha? Ya subhanallah. Na hao wanaomuita mtu huyo, maana jina hilo lisingilishamiri ile linawahitaji, lina wale wenye kuita. Kama hakuna anisema maulana litakufa tu, lakini kuna wanaolihoisha wanamuita mtu yule. Hasa hao na akili zao ziko vipi? Kama yule muito hana akili, wanaoita nao na hao ndo wengi. Hadhihi uqulun mayita tahtaju lilba'th walihya. Man yahdihi Allahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Watahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kama unapata nafasi, kama ungelipata nafasi ya kuwaona pale walipo, ungeliwakuta wamefunua macho yao yako wazi. Watahasabuhum ayqadha, utawadhania kuwa wako macho, macho yao yamefumbuka. Na hao waliingia mle wakiwa wamechoka. Sasa usingizi uliwapata, macho yao haikufumba, na Mungu alitaka hiyo hivyo. Wako hivyo mwenye kupita na wale watu wazima, maana macho yanaona na sura zao nzima. Watahasabuhum ayqadhan wa hum ruqud, na hali ya kuwa wamelala. Ayqad ni jamu yaqid, na ruqud ni jamu raqid. Raqid mtu alilala, raqada yarqudu fahuwa raqidun. Watahasabuhum ayqadhan wa hum ruqud, huwa ni muujiza. Wanuqallibuhum dhata alyamini wa dhata alshimal, tunawageuza upande wa kulia na upande wa kushoto, ili ardhi isije ikawala, muda mwingi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa anapindua kana kama wamelala sasa hivi, kana kama wameingia sasa hivi. Kwa hivyo ardhi hawezi kuchukua kitu kilicho ambacho kinageuka. Hii ndio hikma, lialla taakula al-ardu ajsadahum, ardhi isije ikavila viwili vyao, kwa kubaki wazima vile vile. Wanuqallibuhum, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal wa kalbuhum, na hali ya kuwa mbwa wao. Hawa watu walikuwa wachungaji, mbwa aliwafuata, walipokimbia na mbwa wao akawa nyuma. Kufika pale wameingia mle, akabaki nje anawalinda, na mbwa naye
akalala. Lakini unalajuaje kama unalajua watu wake? Naye akawa macho yake yako hivi, ukipita unajua mbwa ananiona yule. Ya subhanallah. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه. Na hali ya kuomba wao ameikunjua mikono yake, dhiraa zake hizi mbili, kama vile simba anavyolala, anaweka chini hivi, alala hivyo. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي في فناء الكهف, katika ule uwanja wa pango pale kizingitini pale, ndio bil wasid pale mlangoni. Naye afya yake nzima wala hana athari yoyote, na huku anaona, utajua tu kwamba yule mbwa mzima anaweza kanivamia. wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta alayhim, lau unawaona, unapata nafasi ya kuwaona walivyo, lawallaita minhum firara, ungeliwapa mgongo kwa kuwakimbia, wanatisha. Lawallaita minhum firaran, ungeliwapa mgongo kwa kuwakimbia, huwezi kuangalia. Watu waliishi miaka 300 mahala, 300 na ni sura yao ni wazima kabisa. Wala mulita minhum ru'ba, na ungelijazwa kutoka kwao hofu. Wala mulita ru'ba minhum, ilikuwa hivyo. Lakini tunataka ru'ba kutaka ile fasila ile. Chukua mambo haya, chukua habari hii. Waona kama nini tumekaa hayo katu, ni mpangilio, tunataka ile sauti ile ni ile fasila. Ingilikuwa mashairi tungelisema tunataka kina cha mashairi, lakini katika Qur'ani hamna kina. Qur'ani ina fusul, ina fawasil, ndio kila njia inafanyika, kanuni za kinahau zinaashwa ili kutafuta fasila, ili sauti nzuri. Qur'ani ingilichosha kama haina mtiririko kama huu. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو نوانا لوليت منهم, ungeliwapa mgongo firaran, sikuwapa mgongo tu na kwenda kidogo kidogo, la, lawallaita minhum firaran ay hariban wala mulita minhum ruba. Allahu akbar, subhanallah. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, tunayeghafilika naye, tunakwenda bila kujua tuna Mungu wa aina hii mwenye uwezo wa kiasi hiki. Wakadhalika ba'athnahum, na kama hivyo tuliwaamsha. Mwenyezi Mungu ametumia neno ba'ath, hakusema aiqadhnahum. Na ukienda katika tafsiri za mufassirin wanafasiri kwa aiqadhnahum, lakini kwa nini Mwenyezi Mungu hakutumia hilo aiqadhnahum tokea mwanzo? Muda waliokaa na hawa ni sawa sawa na watu waliokufa. Hii si kuamshwa tu, ni kufuliwa kabisa. Ndio maana Mwenyezi Mungu atumia neno ba'athnahum, lakini tuliwaamsha, maana yake hawakufa. Lakini ukifanya mukarana, ukiangalia muda waliokaa pale ni kama waliokufa. Ndio maana akatumia kitendo cha ba'athnahum. Wakadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, na kama hivyo tuliwaamsha ili waulizane kati yao. Wana waliamka
wakajikuta vijana kama vile kama mtu aliingia asubuhi kakaa jioni katoka, wako vile vile kama wameingia sasa hivi, mboka vile vile na hivi na hivi, wako vile vile vijana vile vile, na hali yao vile vile, na nguo zao vile vile, kila kitu kikubadilika. wakadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum, akasema msemaji katika wao, kam labistum, mmekaa muda gani hapa ndani ya pango? Akili zikazunguka, kila mtu anaona ni sasa hivi, lakini hata kama tumekaa basi, qalu yawman au ba'dha yawm, tumekaa siku nzima au sehemu ya siku tu. Lakini kile ilivyo wakafikia kusema tumwachie Mwenyezi Mungu jambo hili. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, Bwana wenu anajua zaidi ule muda mliokaa. Tutapoteza muda mwingi hapa kuulizana, yule anajibu turudi kwa Mwenyezi Mungu tu. Hawa ahlu tauhid, hawaamini bwana, hawaamini bwana, mwisho fi nihaya wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sasa basi wameamka pale, wana njaa, matumbo hayana kitu, na waliingia mle na pesa zao, pesa za miaka 300 iliyopita, kwa sababu wanajua ndio sasa hivi tunatoka mjini sisi. Kumbe zimebadilika pesa na wamebadilika wafalme, dunia nyingine kabisa. Yala uzuri, naam. Dunia nyingine. Sasa qalu rabbukum a'lamu bima fab'athu ahadakum, mtumeni mmoja wenu. Fab'athu ahadakum, mtumeni mmoja wenu biwariqikum hadhihi, na pesa zenu hizi. Wariq ni pesa za fedha, lakini mara hizi ni currency moja moja, ndio maana ndio akasema biwariqikum hadhihi. Wariq hadhihi kwa zilikuwa change moja moja pesa hiyo, lakini ya fedha. Mtumeni mmoja wenu na pesa zenu hizi ila al-Madina, mtumeni mjini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman, achunguze ni zipi katika sehemu zinazouzwa chakula kule mjini. Ayyuha ndo maana ya dhamiri muannath, ayul amakin, maana mwahala mnamotengeza chakula katika mji sehemu nyingi, kweli si kweli? Ndio maana ile ayyuha, ayul amakin wal mahallat, ni sehemu gani katika sehemu zilizo huko mjini. Azka ta'aman, yenye chakula kilicho kisafi. Azka ta'aman, achague mahala penye chakula kizuri. Azka ta'am waliyatikum birizqin minhu, faliyatikum birizqin minhu, na awaleteeni riziki, yani chakula kutoka mahali hapo. Atakapoona hapo ni azka ta'aman, basi yanue hapo. Faliyatikum birizqin minhu waliyatalattaf, hiyo te iliyo katika yata hapo ndo katikati ya Qur'an, sio neno lote. Ile te yata kwenda mbele ni nusu ya pili. Waliyatalattaf, katika mazungumzo yake ya humo katika sehemu zinazouzwa chakula, lugha yake iwe si ya mjadala mkali sana, maana atashtukiwa, watagutuka watu, nani huyu, watamtafiti mara, atakuwa amekwisha tufichua sisi. Waliyatalattaf, na afanye upole katika mazungumzo. Kishaona chakula kizuri, wameelewana, atoe pesa aondoke. Wasidodo sana na kusema mbona kiko ghali, punguza. Humo kwa watu wenye akili watapata jambo.
waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada, asije akamfahamisha kabisa, manake akafanya jambo la kumfanya mtu mwingine aelewe kwamba kuna watu. Ishar ni ile kufanya jambo likamfahamisha mtu kwamba mbona hivi mtu huyu na hivi, na ili kisha, kwa sababu pesa walizitoa sizo. Kwanza hiyo. Pili, ile hali aliyokwenda nayo pia nyingine, aliuliza unatoka wapi na hivi na hivi, usiniulize mimi, hapa haja yangu kununua chakula tu. Maagizo ya wenzake iliombia, ukifika usiulize jambo ukajibu, na usiwe na maneno marefu, nunua chakula urudi. Lakini hali yake ilikishaonyesha hali yake na pesa walizozitoa. Wanatazama wala ile pesa wajui. Karne 3 na zaidi bwana, karne 3. Hapa Tanzania pesa imebadilika mara ngapi? Tokea Masai mpaka Mkonge mpaka hivi. Mwa vizuri. Na wala karne haijamalizika. Mwa vizuri bwana. Na wala karne haijisha. Miaka 50 na tu. Je, currency yani pesa ya Tanzania imebadilika mara ngapi? Sasa karne 3, miaka 300 na pesa imebadilika mara ngapi? Wala watu hawajui pesa ile pesa gani. Mwa vizuri. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن أحدا بكم. هو له سيء سو هي أحدا دي مفعول يا ولا يشعرن بكم ولا يشعرن أحدا بكم. lakini imewekwa mwisho kutaka fasila, wala yushiranna bikum ahada, asimfanye akafahamu kuwafahamu ni nyinyi mtu yoyote. Asifanye jambo la kumfanya mtu afahamu kuwafahamu nyinyi, kwa sababu innahum in yadhharu alaykum, haika hao watu mjini hao, in yadhharu alaykum, wakiwaoneni, yani in yattali'u alaykum, wakiwajua mlipo na wakafahamu, wakijua tu kwamba, manake wao wanadhani ni muda ule tu, ile fitna na ule ubaya uko pale pale. Yani akili zao zinaonyesha ule mfalme yupo na wanatafuta mpaka sasa hivi kile kishindo cha kuondoka mjini bado kipo na hivi na hivi, ndio fahamu yao. Lakini habari katika ule mji ya kwamba kuna vijana walitoka karne hizo, vitabu vilikuwa watu wanasoma katika vitabu, kuna vijana wa mji huu walimkabili mfalme wa wakati huo, yani kama historia hilo unalijua. Innahum in yadhharu alaykum